ndani ya nyumba tuko na kazi nyingine bomba sana hapa. Hapa ni advertise ya chuma ambayo tayari tumeiweka katika group letu la WhatsApp. Kwa hiyo unaweza kuipata katika mfumo wa WhatsApp. Ina kipande cha kwanza mpaka cha 40 final ikiwa imetafsiriwa na DJ wakali zaidi wa Tanzania. Sasa nimeamua nikuletee kama advertise na tangazo ili upate nafasi ya kuingia katika group letu la WhatsApp ili uweze kupata unyama ambao umenyoka sana. Hii chuma inafahamika kwa jina la HMF. Ila story moja ya kipekee sana. Wanasema kipindi cha miaka zamani sana nyuma kulikuwa na watu ambao walikuwa na uwezo wa kufanya badilishano wa mili na nafsi, yani kutoka katika mwili wake na kwenda katika mwili wa mtu mwingine hivyo. Lakini kuna watu ambao walitoka katika chuo kimoja kwa ajili ya kukabiliana na kitu ambacho kilikuwa kinafanywa na kwani kilikuwa kinaonekana ni kama kitendo cha ushetani zaidi. Hii picha tuko na mkali ambaye tulikuwa naye katika ile tamthilia ya Empress Key. Sasa naomba nikupe kama mwongozo kidogo ili usije ukachanganyikiwa pindi ambapo unahitaji kuitazama hapa picha. Hebu turudi hapa mwanzo kabisa. Basi wasema picha inaanza, kuna mwanamama mmoja anaonekana akiwa ameshikilia kitu ambacho ni kama amekifungasha mfungasho wa tofauti zaidi, lakini alikuwa anatembea katika eneo la mitaa ambayo wanapatikana watu wenye maisha ya chini sana, yani nikiwa na maanisha ni kama ombaomba. Hapa aliweza kuwachukua watoto wawili kama kwa ajili ya kuwasaidia tu kuwapitia vipande vya mkate, lakini ndani ya nyumba ya mama tayari kulikuwa na mtoto wake ambaye ameshapata mabadiliko ya kimwili na chakula chake kilikuwa binadamu, hivyo alikuwa anahitaji kuwashambulia wale watoto. Lakini kuna kiumbe mkali wa kazi wa zamani aliweza kufika, kwa sababu kazi yake yuko kwa ajili ya kupambana na watu ambao ni kama mashetani na kuzichukua nafsi zao kuzipeleka sehemu ambayo inahitajika. Huyo mkali tulikuwa naye katika Empress Key. Hii ni miongoni mwa chuma sana bomba sana, wanasema HMF. Tukipata muda utaipandisha hapa YouTube, lakini kwa sasa tuko nayo pale WhatsApp kwa 0686414059. tutakwenda kuenjoy kazi hapa. Wasema mfalme baada ya kuona hali yake imekuwa mbaya sana aliweza kumwambia kijakazi wake ya kwamba anahitaji angepata nafasi walau kwa mara moja ya kufanya mbadilishano wa mwili akaenjoy maisha kidogo, na baadaye ataweza kumrejeshea bwana mdogo mwili wake, kwa sababu mfalme kwa sasa hali yake ilikuwa imeshakuwa mbaya zaidi. Hasa bwana mdogo kwa sababu hakuwa na chochote cha kupinga aliweza kukubaliana na kile ambacho alikiomba mfalme. Lakini kitu cha ajabu ambacho mfalme alikifanya baada ya kupata nafasi ya kupata mwili wa bwana mdogo na sura bwana mdogo, alienda kutembea na mke wa bwana mdogo, na mama alikuwa ajui. Hivyo mwamba alishangaa sana, na kadri muda unavyozidi kwenda mfalme kuweza kurejea, ina maana alihitaji kumwacha bwana mdogo katika nafsi na sura ya kwake. Na mwili aliyokuwa nao mfalme tayari mfalme alikuwa ameandika kama usia kwamba hatachukua muda ataweza kupoteza maisha. Hivyo alimuuzia mchezo bwana mdogo kwa kumsaliti na kuhitaji kuchukua mwili wa bwana mdogo na kumwacha bwana mdogo aweze kuangamia. Lakini kuna kitu ambacho kilitokea cha tofauti zaidi. Chuma inafahamika kwa jina la HMF. Bonge moja la picha. Wasema upande wa pili kuna story ambayo namzungumzia binti ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Mojak. Huyo binti alikuwa na shida ya kuona, lakini alipata nafasi ya kupata kama gift kutoka kwa binti ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Nax. Huyo Nax alikuwa anatafutwa na kikundi fulani kutoka katika chuo fulani ambacho kilikuwa kinahitaji kumwangamiza. Sasa binti kutokana na hofu ya kushambuliwa na watu hawa, alifanya mbadilishano wa mwili wake kupeleka katika mwili wa mtu mwingine. Wakwambia ni bonge la picha, hii sio ya kukosa. Wasema hatimaye binti kutokana na hali ya upofu aliyokuwa nao na ile gift ambayo alipata kutoka kwa Nax iliweza kumsaidia, na hatimaye aliweza kupata nafasi ya kuweza kuona tena, kwani Nax kipindi ambapo alikuwa anaona uko katika hali hatari zaidi, anaweza kupoteza maisha, alihitaji kutransfer nafsi yake kumpatia mtu mwingine na mwili wake. Hivyo binti wa kufahamika kwa jina Mojok alipata nafasi kutoka kwa Nax ya kuweza kuhamishiwa nguvu na ule uwezo ambao alikuwa nao. Hivyo kwa sasa binti anaona vizuri, yani yuko poa kabisa, na shida yoyote ya macho, japokuwa watu ambao anatembea nao wanaamini ya kwamba binti ana shida ya upofu. Hii picha ni miongoni mwa picha kali, ndio maana nikwambia kwa sasa tunayo WhatsApp pale, unaweza kuipata na takriban episode ya 40 tukiwa umetafsiriwa, yani kipande cha kwanza mpaka cha 40. Ndani tutakuwa na wakali wengi, kina Jango, kuna Nax, kuna Guon, kina Suyon, Modo, kina watu wengi sana. Wanasema ni HMF. Lakini kumbuka imetoka katika mitambo safi sana ya ZC Production, Jumba Budani pale, ikiwa nasimamiwa na Falo DJ. Hebu hakikisha unachukua time yako kubonga na sisi kwa namba ya WhatsApp ili uweze kujipatia chuma hapa. Lakini
Tunaamini mambo yakiwa sawa kwenye mwezi wa 6 hivi tutaweza kukuletea hapa picha katika YouTube, kwa sababu bado kuna mambo fulani tunazidi kuyaset kutokana na sheria kali za YouTube. Lakini hatimaye mwezi wa 6 kama tutakuwa na uzima na mambo yatakuwa bomba, tutakuletea hapa picha. Lakini kwa saizi njoo pale WhatsApp uchukue mzigo hapa unafahamika kwa jina la HMF So, au unaweza ukaita The Return na The Chosen One. Badman.